Karibu Samdizo. Simulizi huu ni mwanzo wa simulizi iitwayo Binti Tina. Katika kijiji kimoja tulivu kilichopo mkoani Mara, palikuwepo na msichana mmoja jasiri aliyeitwa Tina. Akiwa na umri wa miaka 20 tu, tayari alikuwa amevaa sare ya jeshi la polisi, kitu ambacho hakikuwa cha kawaida kwa binti wa umri wake katika jamii ile. Wengi walimwona kama mfano wa kuigwa, lakini wachache walijua uzito wa jukumu alilolibeba moyoni mwake kila siku. Tina hakuwa tu askari wa kawaida. Alikuwa mwenye nidhamu kali, mchapakazi na asiyeogopa hatari. Alipenda kazi yake kwa dhati, akiamini kuwa kulinda raia ni wito wake. Kila alfajiri alipovaa sare yake, alijikumbusha sababu iliyomfanya achague njia hiyo, haki. Hata hivyo, nyuma ya utulivu wa kijiji kile, kulikuwa na hofu iliyojificha. Kwa muda mrefu, mkoa wa Mara ulikuwa ukisumbuliwa na jambazi sugu aliyejulikana kwa jina la Moses. Hakuna aliyewahi kumwona waziwazi wala kujua anaficha wapi makazi yake. Lakini matendo yake yalikuwa yakiacha alama za maumivu na hasara kila kona. Watu walimzungumzia kwa sauti za chini kana kwamba jina lake pekee lilitosha kuleta balaa. Jeshi la polisi lilikuwa limemtafuta kwa muda mrefu bila mafanikio. Kila operesheni ilishindikana, kila taarifa iligeuka kuwa kivuli. Na hapa ndipo jina la Tina lilianza kujitokeza zaidi, kwa sababu aliamini hakuna mhalifu asiyeweza kupatikana. Siku moja ya kawaida, jua lilikuwa limeanza kupungua makali yake. Tina aliamua kupumzika kidogo katika mgahawa mdogo uliokuwa pembezoni mwa barabara ya vumbi. Aliagiza chai na kuketi peke yake, akijaribu kupumzisha akili yake iliyochoka baada ya siku ndefu ya kazi. Wakati akinywa chai polepole, macho yake yalikutana na kijana mmoja aliyeketi karibu naye. Kijana huyo alikuwa nadhifu, mwenye tabasamu la kuvutia na macho yaliyojaa uhai. Alimwangalia Tina kwa muda mfupi, kisha akamkaribia kwa ujasiri wa kipekee. "Samahani dada, naweza kukaa hapa?" aliuliza kwa sauti ya upole. Tina alimtazama kwa sekunde chache kabla ya kuitikia kwa kichwa. Kijana huyo alijitambulisha kwa jina la Masumbuko. Mazungumzo yao yalianza kwa mambo ya kawaida: hali ya hewa, maisha ya kijijini, kazi. Lakini kadiri muda ulivyokwenda, Tina alijikuta akifurahia uwepo wa kijana huyo zaidi ya alivyotarajia. Masumbuko alikuwa mchangamfu, mwenye akili na alijua jinsi ya kumfanya mtu ajisikie huru. Baada ya muda mfupi, Masumbuko alikusanya ujasiri wake na kumwomba namba ya simu Tina. Kwa mshangao wake mwenyewe, Tina alikubali. Hakujua kwamba huo ulikuwa mwanzo wa safari ambayo ingebadilisha maisha yake milele. Siku zilizofuata zilianza kwa mawasiliano ya mara kwa mara. Kila asubuhi Tina alipokea ujumbe wa habari za asubuhi mrembo, na kila jioni simu ililia kwa sauti ya Masumbuko akitaka kujua siku yake imekuwaje. Awali Tina alijaribu kuwa na mipaka, akijikumbusha kuwa yeye ni askari wa polisi na lazima awe makini na watu anaokaribiana nao. Lakini kadri muda ulivyoenda, alijikuta akilegeza ulinzi wake wa kihisia. Masumbuko alikuwa tofauti. Alijua kusema maneno sahihi kwa wakati sahihi. Alimchekesha Tina, alimjali na zaidi ya yote alimfanya ajisikie kuwa mwanamke wa thamani. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Tina alianza kusahau uzito wa kazi yake na kujikuta akitamani muda uende haraka ili azungumze na mtu aliyemletea furaha hiyo mpya. Wiki chache baadaye, uhusiano wao ulianza kukua kwa kasi. Walikutana mara kadhaa, mara nyingine katika mgahawa ule ule walipokutana kwa mara ya kwanza, mara nyingine wakitembea kando ya kijiji wakizungumza ndoto zao. Masumbuko alimweleza kuwa anajishughulisha na biashara ya kuagiza simu kutoka nje ya nchi na kuziuza Tanzania. Alijionyesha kama mtu mwenye malengo makubwa anayepambana ili kufanikiwa. Tina aliamini kila alichosikia. Katika macho yake, Masumbuko alikuwa mwanaume aliyekomaa, mwenye maono na anayejituma. Hakukuwa na sababu ya kumtilia shaka. Lakini kulikuwa na jambo moja lililokuwa likimtatiza kimya kimya. Safari. Masumbuko alisafiri mara kwa mara. Wakati mwingine ghafla, bila taarifa ya mapema. Angeweza kupotea kwa siku 2 au 3, kisha akarudi kana kwamba hakuna kilichotokea. Kila alipoulizwa, alijibu kwa urahisi tu, biashara inanitaka huku na kule.
Na kila mara alileta zawadi ndogo ndogo, simu mpya, manukato au hata pesa kidogo kama ishara ya upendo. Tina akiwa katika mapenzi alichagua kuamini. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo iliyomwambia kuna kitu hakiko sawa. Hata hivyo, sauti hiyo ilizimwa na nguvu ya mapenzi aliyokuwa nayo. Miezi ilivyopita, uhusiano wao ulizidi kuwa wa karibu zaidi. Tina alijikuta akimfungulia Masumbuko milango ya maisha yake, si tu kimwili bali pia kihisia. Alimweleza kuhusu changamoto za kazi yake, kuhusu hofu anayokutana nayo akiwa kazini, na kuhusu ndoto zake za kuwa afisa mkubwa siku moja. Masumbuko naye alionekana kuwa msikivu. Alimsikiliza, alimfariji na mara nyingi alimwambia, upo salama nikiwa na wewe. Maneno hayo yalikuwa kama dawa kwa Tina. Hatimaye penzi lao lilivuka mipaka ya kawaida. Wakawa si wapenzi tu, bali watu waliounganishwa kwa karibu sana. Tina alihisi amempata mtu sahihi, mtu ambaye angeweza kujenga naye maisha ya baadaye. Lakini hakujua kuwa kila tabasamu la Masumbuko lilikuwa na kivuli nyuma yake. Siku moja akiwa kazini, Tina alipokea simu kutoka kwa mkuu wake wa kituo. Sauti yake ilikuwa nzito na ya haraka. Tina, kuna taarifa muhimu imeingia. Kuna mtandao wa usambazaji wa madawa ya kulevya unaopangwa kufanyika kesho. Tunahitaji uwe tayari kwa operesheni. Moyo wa Tina ulirudi kazini mara moja. Hapo ndipo alipokumbuka yeye ni nani. Askari. Alijiandaa kwa umakini mkubwa usiku huo. Alipanga silaha zake, akapitia taarifa zote walizokuwa nazo na kuhakikisha kuwa yuko tayari kwa lolote. Hakuwa na muda wa kufikiria mapenzi au Masumbuko. Hii ilikuwa kazi, na kazi yake ilikuwa kulinda sheria. Siku iliyofuata, operesheni ilianza mapema sana. Polisi walinasa eneo lililotajwa, wakijificha kwa ustadi, wakisubiri wahusika wa mtandao huo wajitokeze. Ilikuwa ni operesheni ya hatari, lakini Tina alikuwa mstari wa mbele. Baada ya masaa kadhaa ya ufuatiliaji, walimkamata kijana mmoja aliyekuwa akihusishwa na mtandao huo. Jina lake lilikuwa Denisi. Alipoletwa kituoni kwa mahojiano, awali alikataa kuzungumza. Lakini baada ya shinikizo na ushahidi uliokusanywa, alianza kufunguka polepole. Na hapo ndipo kila kitu kilianza kubadilika. Denisi alitaja majina kadhaa ya watu waliokuwa ndani ya mtandao huo. Lakini jina moja lilimfanya Tina asimame ghafla, kana kwamba amepigwa na radi. Bosi wetu hii anajulikana kwa jina la Masumbuko, alisema Denisi kwa sauti ya chini. Dunia ya Tina ilisimama kwa sekunde chache. Unasemaje? Aliuliza kwa sauti iliyochanganyika na mshangao na hasira. Denisi aliendelea, ndiye anayesimamia kila kitu. Watu wengi wanamjua kama Moses, yule jambazi mnayemtafuta. Moyo wa Tina ulianza kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Mikono yake ilitetemeka. Akatoa simu yake taratibu, akaifungua na kumwonyesha Denisi picha ya Masumbuko. Ni huyu? Aliuliza kwa sauti dhaifu. Denisi aliitazama picha hiyo kwa makini, kisha akasema bila kusita, ndiye huyo. Hapo ndipo ukweli ulipomgonga Tina kwa nguvu zote. Mwanaume aliyempenda, mwanaume aliyemwamini, alikuwa ndiye mhalifu hatari zaidi waliokuwa wakimtafuta kwa muda mrefu. Masumbuko, alikuwa Moses. Bila kusema neno lingine, Tina alisimama ghafla na kutoka nje ya chumba cha mahojiano. Hakuwa tayari kusikia zaidi. Kichwa chake kilikuwa kinazunguka, moyo wake umejaa maumivu na usaliti. Alikimbia karibu bila kujitambua kuelekea nyumbani kwake. Alipofika, alifungua mlango kwa haraka, lakini nyumba ilikuwa kimya. Hakukuwa na Masumbuko. Alizunguka ndani ya nyumba, macho yake yakichunguza kila kona. Nguo zake zilikuwa zimeondoka. Vitu vyake binafsi havikuwepo. Ilikuwa wazi, alikuwa ameondoka. Na hakuwa ameacha hata ujumbe. Tina alihisi nguvu zikimwisha. Alikaa chini polepole, akishika kichwa chake kwa mikono yote miwili. Alikuwa amepoteza nini hasa? Mpenzi? Ukweli? Au sehemu ya nafsi yake? Machozi yalianza kumtoka kimya kimya.
Hapo ndipo aligundua mapenzi yanaweza kuwa upofu mkubwa kuliko hatari yoyote aliyowahi kukutana nayo kazini. Lakini hakujua kuwa huu ulikuwa mwanzo tu wa maumivu yake. Itaendelea.